yako. Uko na furaha? Niko na furaha sana daktari. Unaamini Mungu ana exist? Nimeamini mkweli Mungu ana exist. Umeona Mungu akifanya kazi? Nimeona akitenda leo hii. Amekutendea nini? Nimerudishiwa title deed yangu kwanza. Sasa nangoja hizo zingine zirudi zaidi. Hello, what's up everybody? Is your girl D. Na the last time I was with Charity na Junior. So Charity was to alikuwa arudishiwe vitu zake, arudishiwe mali yake. That's why daktari amesema tukuweze kukaa hapa leo so that aweze kurudishiwa everything that belongs to her. Na because I believe daktari, I know everything will happen the way daktari amesema. I can see Charity. Hi, kwaje? Niko poa. Naona leo at least you're smiling. Naamini leo vitu zangu zitarudi venye daktari alikuwa ameniambia. Niko na hiyo matumaini leo. Oh yeah, of course. Hata sisi tuko na hiyo matumaini and we are hoping for the best. Yeah, I know she will get everything that alikuwa amepoteza, na naamini kabisa atakuwa na peace of mind na atakuwa na amani kwa roho yake, akue happy like other ladies, and also I will be happy guys. John, ni wewe? Sijakusalimia, uko aje? Niko poa, nashukuru. Na wewe? Hata mimi niko poa, nashukuru. Dokta, mambo vipi? Mimi niko salama kabisa. Nashukuru Mungu kwa hii nafasi na kwa wakati ambao tumekuja kuendelea na ama kuweza kuona kwamba msichana Charity ameweza kurudishiwa kila kitu chake ambacho aliweza kukipoteza. Na mimi nilisema nitafuatilia hii kesi ama hii maneno mpaka mwisho aweze kupata vitu zake, ndiposa mimi nataka tu akae maisha mzuri, kila kitu chake kiweze kirudi. Ndiposa maana leo tuko hapa kuweza kuona kwamba amerudishiwa moja kati ya zile vitu ambazo alikuwa amezipoteza. Manake ni vitu ambazo amezifanyia kazi, ameenda akasweat juu yake, sasa apate tu haki yake. Yeah guys, because me I believe Dr. Namwanga, by the way, namuamini kabisa kwa sababu amekuwa akifanya kazi for so long, yani muda mrefu. Najua atatenda, najua everything will happen because Charity aliamini kwa Mwenyezi Mungu kuwa kila kitu itarudi na everything will happen according to God's plan. Yeah guys, so I will like to give Dr. Namwanga time at least atuelezee, atuambie today, like I know Charity will get back the documents, everything. Yeah, najua it will happen today. Mimi Charity nimeweza kuambia kwamba kwanza azidi kuomba sana, azidi kumuomba Mungu na kumtumainia Mungu, manake hakuna kitu ambacho kinashindikana kwa Mwenyezi Mungu. Na hii vitu yote imeweza kufanyika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kupitia kwangu. Ndiposa ameweza kufanikisha hii mambo yote kwa ile uwezo ambao Mwenyezi Mungu alinipa. Ameweza kupata documents zake, maana hajashika kwa mkono, lakini tayari amekwisha kuipata. Na hata vile ambavyo tunazungumza sasa hivi, huyo msichana ambaye yuko na ile document, muda wote kutoka sasa atakuwa uko hapa aweze kuleta ile document. Kwa hivyo Charity, uko na furaha leo? Mimi sioni kama uko na furaha. Na furaha pia, na ngoja nina furaha sana leo. Unataka tu uone tu like this is my document, utafeel aje ndani ya roho? Kwa roho nitafurahi sana. Ishaanza kuruka already. I'm so eager. Of course, lazima mtu akue happy, like ukiona vitu zako hivi like kila kitu imerudi, you will also be happy guys. Like I'm also happy for her, so even me I can't wait to see the documents. Najua sahii unasikia mafuta. Ni furaha niko nayo. Siwezi hata ieleza. Na daktari aliniambia niamini kuwa itafanyika. I believe in this God. Unajua God hawezi kuachilia hivi. Ameona machozi na ameona kilio yenye tumekuwa tukitaka sana. Najua pia nyinyi mnangoja kuona hizo documents zimerudishwa. Tuone hata mimi by the way I will be very happy because it is tough to work somewhere, you know that unaweka vitu zako mahali alafu kutopata haziko. That thing inauma by the way. So I'm also happy because I can feel that happiness in my heart. So wewe anafurahi nini? Na wewe ndio ulisababisha tufike mahali tumefika hapa. Unajua kama ungefanya hivyo hatungekuwa tumekaa hapa. Daktari, mimi nafurahi
si ati nafurahi ama nakasirika. Juu mali tumetoka ni mbali, story tulianzia mbali. Lakini mimi tunataka tu hii mambo iishe tu leo. Juu hii mambo hata mimi nikula kichwa, haijanipea amani daktari kwa akili yangu. Unasema imekukula kichwa na niwewe umesababisha tuko hapa. Daktari, sio ubaya. Mimi pia mambo nimepitia ni mingi sana. Mambo umepitia wapi wewe? Babe, usinyamaze. Mimi sina nyamaza. Mimi naongea na daktari ndiye ananiuliza. Daktari, hii vile umefanya imefika hapa, hata mimi nitafurahia sana nikiona document imefika hapa. Title deed. Namna gani ukitumia pesa yake kufanya mambo kama hayo? Manake kama ungechukua ile pesa umfanyie ule msichana ambaye ulifanyia, kama ungemfanyia yeye tungekuwa tuko hapa kweli? Hatungekuwa hapa, lakini mimi sijui ni nini, sijui ni pepo gani ilinituma. Hiyo ni msipo wa alijitakia tu mwenyewe. Kabisa, lakini hata wewe John, you really deserve some good punishment. Daktari, kwa sababu you never did good. Yeye umwadhibu kabisa. Sasa beba ni adhibu aje kumaliza. Mimi si nilikubali wewe ndio ulisababisha hii yote ifanyike. Sasa tusifika hapo kuargue. I don't want today to argue. I know that you are happy. You know, najua kabisa like your heart is feeling soft, something is good. Documents zinarudi. Niko na furaha sana. Lakini huyu hafai kuniitaita mimi. Baby nakupenda. Baby nakupenda na nafurahi. Baby ni gari ya kwenda wapi? And he is really smart. Kama ungekuwa kweli unampenda, ungekuwa umefanya ujinga na upumbavu ambao umefanya tukafika mpaka mahali hapa. Daktari, hii yote ni kwa ajili yangu. Nakwambia sorry. Babe. Mimi usiniite babe. Niko na jina tafadhali, Babe ilisha. Unaona ile babe ilisha huko? Charity. Baby. Nilikuwa nawaambia ndio huyu ndio huyu hapa amefika. Acha afike kwanza huyu John, mimi niko na niko na hasira naye sana. He is really smiling as if ni yeye anarudishiwa. Imagine anacheka na yeye amesababisha hizi vitu zote. Ndio hiyo, hata ako na audacity. Amewasili. Sali. Unatukujia hapa na mood, sisi hatuko hapa kwa mood zako. Tuko hapa ulete hata ukasirike aje utarudisha. Hata ukuje kama umefura lazima utarudisha. Acha nimpe kiti akae hapa karibu na kwaje. Haya. Karibu kiti we sit. Kuona tu wasichana wako. Wasichana wangu wagani? Ona mwingine ndio huyo. At least today is something good, like can bring something new. I can even see the documents kwa mikono like. So unaona anarudisha shingo upande. Hakukuwa anataka kurudisha. Kama singefanya hii kazi, angerudisha hizo. Daktari, ama muongeze kumwadhibu kidogo, hiyo maringo iko juu sana. Naomba tu daktari. Nani anaringa? Wewe umeona hapa nani anaringa? Hapa kila mtu ako serious. Unaona daktari huyo anikumtetea? Sasa nani anamtetea? Huyu jamaa akupenda hata kidogo. Angekuwa anakupenda, hatungekuwa tumefika. Unaona anacheka sababu documents zimerudi. Sasa anafurahi, sasa amekusaidia. Umemsaidia na nini? Daktari si hata si amenisaidia, ni daktari amenisaidia. Anacheka hapa, amesmile, anaona ni kama yeye amekusaidia. Huyu anapenda tu wasichana wake, hakuna kitu yeye anataka. Uniangalie sasa, mimi napenda nani sasa? Sura yako hata sitamani kuiona. Wewe na usikuja hapa. Hata wewe ndio unatuharibia wakati. Leta hiyo makaratasi kwanza. Leta hiyo document kwanza. Mimi ndio nakupea. Unipei sababu si yako. Unanipea kama nani? Mimi nachukua mwenyewe. Sababu najua si yako. Unanipea aje? Unanipea ni yako. Acha ni confirm kwanza. Your document is here. Niyo title deed yenyewe nimeconfirm ni yenyewe. Madam, tutaenda na bibi yangu nyumba. Na una smile kabisa wewe kwanza. You're smiling hivi mdomo imefika huko. Wewe ulikuja aje kwa nyumba? Nimeconfirm. Unajua sijengi nyumba na wewe. I can see it's something original. Mali yangu inarudi. Hakuna. Can you even angalia your document? Sasa title deed yako ndio hii, shamba yako ndio hii sasa. Daktari, nimeshukuru sana. Huyo anasema nini asante na si yake. Mimi nimeshukuru. Unasema asante ya nini? Mimi usiniite baby. Usiniite. Mimi sasa nimeshukuru daktari. Unaenda kwenda wapi? I'm very happy doctor. Daktari huyu hata atoka hapa achana family. Sasa ni family mali tumebaki hapa, hii mambo ya familia. Familia iliisha kitambo. Hii ni yangu na mtoto wangu sasa. Mimi nitamchukua. Wewe sijamalizana na wewe. Tushamalizana. Title deed wewe John. Hatujamalizana na wewe. Kwanza wewe ni muizi. Usiniite muizi. Wewe ulikuja kwa nyumba ukaiba. Hata pengine uliiba vitu zingine. Nini ingine uliiba?
Wewe hata nakuhurumia sana, una future. Unaona vile anaongea hivi? Future nitafute title deed, ninunue shamba, nitafute title deed. Wewe unakuja kuiba. Unaona ni madharau tu unaonyeshwa tu. Mimi si babe. Niko na jina tafadhali. Mimi I'm so happy nimepata title deed yangu. Hiyo ingine familia yangu na ilisha kitambo. Na mtoto nitamchukua. Utamchukua aje? Daktari atamake sure nimempata pia. Daktari tafadhali, mjaribu kuongea na mpenzi wangu, turudi tujenge nyumba. Ndio tuko na shamba. Ya daktari ati mpenzi. Nini wewe? Ati mpenzi. Kwani si ni mpenzi wangu, ni bibi yangu. Kwani wewe ni nani? Unajua mimi najua kwa nini. Mimi najua ni kwa nini anaongea hivi. Mimi najua sababu inafanya anaongea ni kama ako na madharau kidogo. Mimi najua. Sasa wewe toka tu hapa uende. Lakini unaongea sana. Toka tu hapa uende. Hebu badilisha hata suti. Yaani bado uko na nini? Yaani uko na kiburi. Yes, si ndio title deed yake nimemrudishia. Wewe enda, wewe utoke huko uende. Badilisha hiyo. Wewe toka, acha kunipoint. Sasa amekuwa mkuki kwa nguruwe, si ndio? Na hiyo time alikuwa mtamu. Wewe kwenda huko, usai kuja huku. Achana hii family issues. So wewe kwenda. I think Charity is happy, is a happy girl because amepata. And what are you saying? Yeah. What are you saying? Yeah. Kwanza wewe unafaa sijui hata unaongea nini hapa. Nipe hii title deed. Sasa songa kando. Simama huko. Simama nyuma kabisa. Turudi kukaa. Sasa nataka uchukue title deed yako. Uko na furaha? Niko na furaha sana daktari. Unaamini Mungu ana exist? Nimeamini mkweli Mungu ana exist. Umeona Mungu akifanya kazi? Nimeona akitenda leo hii. Amekutendea nini? Nimerudishiwa title deed yangu kwanza. Sasa nangoja hizo zingine zirudi zaidi. Haya. Sasa nimeshukuru sana daktari. Na bado nitazidi kusimama na wewe mpaka upate kila kitu. Mimi ukiwa na furaha hivyo ndo mimi nafurahi kabisa. Babe. Utakula kiburi yako wewe. Mwambie huyo aache kuniita. Ati mtajenga nyumba huko. Mnataka kwenda kujenga naye nyumba? Siwezi jenga na huyu. Tunafaa kuishi pamoja. Sasa mimi ndo nilinunua shamba. Ulinunua shamba na pesa nani? Madam, sijaribu kumuongelesha daktari. Ananiongelesha mimi familia mimi na wewe ilisha kitambo. Wewe jua tu hivyo. Sasa unaniacha aje jameni? Eti nakuacha aje? Wakati ulikuwa unaenda kuwatafuta nilikuwa akichukua hizo pesa alikuwa anasikia aje? Sasa hivi unataka ati muende mkajenge na ulikuwa unambaia yeye. Si title deed. Tujenge shamba, nyumba jameni. Ni ya nani? Hii ni shamba ni yetu. Pesa ni ya nani? Hiyo pesa ilikuwa yako. Weka kwa bahasha isichomwe na jua. Daktari, simjaribu kumuongelesha twende naye jameni tafadhali. Tunaenda wapi? Mimi siendi. Kwani ulipata mwanaume mwingine? Sasa ndio uko na cycle like unataka kujenga. Hiyo masaa you never wanted to build. Guys, this man is an hypocrite. This man is an hypocrite, guys. And as I told you guys, Dr. Namwanga is the best. As you can see, Charity is happy. Like, I can feel it, and I'm also happy because it is not easy. Like, you are working, you're doing those things, unafanya kazi huko hivyo alafu unatuma pesa alafu mtu ananunulia mwanamke mwingine shamba. That's so bad, like so bad. But for now, I'm happy inside my heart. Like, niko na furaha because hata wewe Charity unasikia aje? Nasikia poa. Naweza prefer pia watu wenye wako na shida kama yangu. Na warifa kwa Dr. Namwanga kweli. Kazi yake ni safi sana. Kazi naifanya haraka kwa haraka. So umeona hatujachukua muda na vitu zako umeweza kuzipata zote. Na mimi hata ukiwa wapi mimi nakufanyia na kusaidia mahali popote. Mwanzo mimi sikuamini kuwa hii kitu itafanyika. Nilikuwa na shauku kabisa, lakini sasa hivi yenye imefanyika kweli. Nimeamini jasho lako sasa. Unaona sasa ulikuwa unadhani jasho yako imepotea. Jasho sasa ndio hii sasa. Daktari, hata mimi nisikize. Madam, sijaribu kuongea na my lovely wife that we can't talk now because you are an hypocrite and the thing that you have done that is by the way kwanza hata anatupotezea hapa muda. Anatupotezea muda. Mimi niko na furaha sana. Wacha niongee naye kidogo. Sawa, guys. So guys, as you can see, Charity is a happy girl now and I'm also happy. Dr. Namwanga, thank you so much. You can trust him. He is the best. Anajua what he is doing. Ni mtu wa Mungu na if you believe everything will happen. Yani he is the best. That's why I trust him so much. Amen. So guys, stay tuned. As vile Dr. Namwanga amesema, the other things will come today, like kila kitu itarudishwa leo.
and I believe that, guys. Stay tuned and muniambie nyinyi mmesikia haje, guys. Bye till next time.